Naftali mtaalamu. Naambia kama kawaida. Hakika. Timu ya taifa, maandalizi yako vipi katika mchezo unaofuata? Kama unavyoona maandalizi yako vizuri, ndio siku ya kwanza tumeanza mazoezi. Unaona watu wana hamu, watu wana hali. Kwa hiyo ni sign nzuri. Yeah. Nasho mara ya kwanza unakumbuka kuitwa timu ya taifa ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa ni kwa ajili ya michuano ipi? Timu ya taifa senior. Senior team la mwisho nimeitwa nilikuwa Geita Gold 2021-22. Ilikuwa ni kwa ajili ya Chani qualification. Yeah. Nilishuhudia ulipewa taarifa siku. Nilishuhudia ukiwa na maana gani? Kwa maana ya taarifa wakati inatoka. Kuna kupigiwa simu, kuna kushuhudia. Niliona. Nilikuwa nimelala na hizi. Zikaja naamka nakuta simu nyingi sana, kumbe kikosi kishatangazwa. Ina maana gani kwako, lakini ni faraja kwa kiasi gani kuona jina lako limeitwa tena kwa mara nyingine kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania? Kwangu ni prestige kwa sababu naona kabisa nchi inaniamini. Kuna namna tumetoka kwenye mashindano ya AFCON, sijapata nafasi hata dakika moja ya kucheza, lakini still watu wamekuita tena. Kwa hiyo inanipa sign kumbe ni swala la muda tu, kwamba nafasi tu, lakini sio kwamba watu waniamini. Bado watu wana imani kubwa na mimi. Kwa hiyo imeniongezea sana confidence. Nini unafikiri unacho Nation ambacho kinakufanya mpaka leo hii Nation akaendelea kuaminika katika kikosi cha timu ya taifa? Mimi nahisi ni neema tu za Mungu na rehema zake. Wanasema ni kudra. Kwamba jitihada haizidi kudra. Kuna watu wengi sana wanapambana kwenye ligi, kuna viungo wengi sana wanapambana, lakini kuna time ni Mungu tu anaamua. Kila kitu kina muda wake. Time. Nation, tuambie utofauti wa FIFA break ya safari hii ambayo hii michuano imekuwa ni tournament kwa upande wenu, ina utofauti gani na hii michuano ambayo imeshawahi kupita kwa upande wako? Hii ina tofauti ya kwamba hizi FIFA nyingine tunakuwa tunacheza na timu za Afrika. Tushazoea tunacheza Afrika, lakini hii kidogo tunacheza na nchi za Ulaya. Kuna nchi ambazo nyingine hata sisi kama hizo tunaweza kucheza naye, ndio mara ya kwanza nazisikia. Kwa hiyo ni sign kwamba unaenda kucheza na timu ambayo huijui. Kwa hiyo tofauti ni mkubwa sana, unaenda kucheza na mataifa ambayo ya Ulaya. Umepata nafasi ya kucheza katika michuano ya AFCON, lakini bila shaka kuna exposure ambayo umeipata. Hii inaweza ikawa silaha pia kuelekea katika michezo hiyo, kuongeza hali ya kujiamini. Sio tu kwenye michezo hii, kwenye career yangu ya mpira. Yaani kile kitendo cha kwenda AFCON kimeniongezea kitu kikubwa, kimeniongezea jeuri ya mpira, kimeniongezea naweza ngasema confidence kubwa sana, kwa sababu nimekutana na wachezaji wa dunia. Kwa hiyo sidhani kama kuna mechi nitakayokuja kuicheza nikawa na hofu. Yaani ukiona Nation nikaharibu mechi ni kwa sababu tukaamka vibaya, ila sio kwa sababu ana hofu. Wengi wanazungumza juu ya uwezo wako, umekuwa ni mchezaji ambaye unaonyesha kiwango kizuri sana, lakini pia ulipata nafasi ya kuitwa kwenye michuano ya AFCON. Sasa hivi tena jina lako limeitwa. Pengine Nation, tutegemee kitu gani hasa kwenye hii FIFA series kwa upande wako? Ladha ya namna gani? Sababu viungo wako wengi, kaitwa Nation. Ndo naweza nikasema kwamba mimi hapa na deni kubwa. Na deni kubwa kwa maana ya kwamba kama ulivyosema kuna viungo wengi sana Tanzania, alafu gentleman, si ndio? Kwa hiyo kama umeitwa Nation yani ninavyoenda kucheza hayo mashindano, it means nawakilisha viungo kibao ambao wamebaki Tanzania. Sasa kwangu mimi namuomba Mungu anifanye niwe kama walioniita wanavyonifikiria, kwa sababu ikitokea nienda kucheza vibaya ni saini kwamba hao viongozi wengine wote waliobaki na watukanisha. Sijui unanielewa, kwamba mimi ndo nimeenda kuwawakilisha. Kwa hiyo ikitokea nacheza vibaya, umewaangusha, nimewatukanisha wale wakali wote wa nyuma. Kwa hiyo mimi ninachoomba, namuomba sana Mungu anishikie ili nikawakilishe vizuri, kwa sababu Rwanda nikienda nikacheza vibaya, wale Wanyarwanda wote wanasema kama huyu ndo kiungo wao, ndo ameitwa timu ya taifa. Sasa hao waliobakia anakuaje? Kwamba wataonekana hawana kitu. Sijui unaelewa. Kwa hiyo ninachomuomba Mungu anipambanie niweze
ku make them proud, yani wao waonekana kumbe Tanzania kuna wakali. Yeah. Nation wa Tanzania wamepita viungo wengi sana, pengine ni viungo gani wawili tu nitaji ambao walikuvutia ama walikuwa ukiwatazama kama kio katika timu yetu? Mwinyi Kazimoto na kwa Mwinyi Kazimoto naweza nikasema na Fei. Yeah, Fei. Inatajwa kwamba moja kati ya mchezaji wa ligi kuu ambaye anajikubali sana basi ni pamoja na Kelvin Nation Naftali. Pengine siri ya hiki ambacho tunakiona kwa Kelvin Nation ni ubora wake? Kujikubali kwa maana gani? Yaani unajikubali kwenye kile ambacho unakifanya na unakiamini kwamba wewe unajua. Yeah, sasa wanasema mchezaji anatakiwa na jeuri, inaitwa jeuri ya mpira. Sio jeuri ya kwamba unamtukana mtu, jeuri ya mpira. Kwamba nacheza na mtu fulani, kwamba huyu mimi aniambii kitu. Sijui kama unanielewa. Yani kwamba anaweza kaa ni mkubwa au unaona ni quality player, lakini unajua moyo wako ndo unaumba. Yani unaweza ukanuia kimya kwamba huyu leo aniambii kitu. Kwa hiyo kumbe unaweza kukuta hata sio mchezaji vile, lakini ile jeuri ulionayo inakufanya inakutengenezea confidence mwenyewe kufanya kitu. Sawa. Yeah. Basi kila laheri Kelvin Nation. Pamoja sana. Kwa timu ya taifa. Wewe ndio